Na sauti yako nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako nimesogea mtini pako Yesu ni safi kwa damu yako angikwa kwako. Amen. Nakutakia Jumapili ya baraka kabisa. Shalom, shalom. Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu ni mwema na mwaminifu sana kwetu. Anakupenda, usiogope, usiogope, usiogope. Tunashinda, ushindi wetu upo, ushindi wetu upo. Simama kwa imani tu, muamini Yesu. Endelea kujichumilia, endelea kunyenyekea kwa Yesu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa Jumapili tunapoenda kumaliza wiki hii. Tukamalize na nguvu na baraka na neema na amani, na kuomba tulinde, tuchunge, tufunike damuni mwako. Bariki watoto wako, bariki watu wako kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu atufundishe tena saa hii. Karibu mpendwa, na Bwana mwenye huruma na rehema akupe kuona fadhili, ushindi na nguvu. Amina. Karibu katika ujumbe wa neno la Mungu wenye kichwa kinachosema saa inafika watesi wako watakapoungana na wewe kumtukuza Yesu wako. Saa inafika watesi watakapo simama upande wako, wataungana na wewe kusema au kumtukuza Yesu kwamba ni Bwana, ni Mungu, hakika yeye amestahili. Saa inafika, saa inakuja, watasema hakika Yesu wako ndiye Bwana, watalia na kuomboleza wakitubu kwake. Neno la Mungu Mathayo 27. Nianzie mstari wa 37. Mathayo 27:37. Wakati wakaweka juu ya kichwa chake mashitaka yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani walimtukana wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu na mwokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu. Twende, ninaruka ninakwenda mstari ule wa 52. Nianzie 51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Mstari wa 54. Angalia vizuri mstari wa 54 sasa. Anasema, basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Utakumbuka mwanzo walimpuuza, walimdharau, walimdhihaki, walimuona hovyo, hawakumhesabu kuwa kitu. Sasa mambo yamegeuka, wanasema hakika tumegundua, tumetambua huyu kumbe ndiye kweli Mungu, ndiye Mungu mwenyewe, mwana wa Mungu.
Kwa hiyo niseme saa inafika, saa inakuja, wakati na majira watakaposema hakika uliye naye ni kweli. Wako watu wako kwenye mateso mbalimbali na vifungo mbalimbali, wamekandamizwa. Wako watu ambao haki zao zimeminywa, wamekoseshwa haki zao. Wako watu ambao wamesulubiwa. Kuna watu wanasulubiwa, kuna watu wamesalitiwa. Kumbuka habari hii inamuhusu msaliti aitwaye Yuda. Lakini pia kumbuka habari ya pesa ya damu, ilimpeleka pabaya, akajuta, na wale walioungana naye wakamkana Yuda, wakamkataa Yuda, wakamwambia sisi hatuna habari na wewe. Na pesa yake na pesa hizo akaenda kuziweka kwenye hekalu pale, lakini mambo yakaharibika, zikatolewa zikaenda kununua sehemu ya kuzikia watu, likaitwa konde la damu. Kwa hiyo msaliti yumo, kuna watu wamesalitiwa. Usijali mpendwa wewe ambaye umesalitiwa, usiogope wewe ambaye wamekusulubisha, usiogope wewe ambaye wamekutukana, wamekudhihaki, kwa sababu Yesu alitendewa hayo na sisi tupate kushinda kwa kishindo kikubwa. Watakapotudhihaki na kutuuzi na kutufanyia mabaya na kutuuza na kutukejeli na kutusaliti, basi Yesu yetu anasimama nasi. Atasimama na kanisa lake, atasimama na watoto wake, atasimama na wenye haki wake, wapate kuwa salama kabisa. Simama tu na Yesu, muamini tu Yesu, atatenda. Wakamdhihaki, wakasema aliokoa wengine, mbona hawezi kujiokoa? Alisaidia wengine, mbona hawezi kujisaidia sasa? Alimtegemea Mungu, huyo Mungu amsaidie, amuokoe sasa. Anamwambia jiokoe sasa kama ulikuwa na uwezo. Ulikuwa unadanganya, ulikuwa una lolote. Wanamwambia Mungu namna hiyo. Wanamwambia Yesu aliyetenda miujiza na maajabu. Wakamdharau, wakamdhihaki, wakampuuza. Saa inakuja na saa ipo, watakapoinua mikono na kusema hapana, kumbe hakika huyu alimtegemea Mungu, alimjua Mungu, alikuwa na Mungu, alikuwa na ubiri kweli, alikuwa amesimamia haki na kweli. Hapo ofisini, hapo kwenye shirika, hapo kwenye siasa, hapo kanisani, hapo kwenye boma, kwenye familia, watakuja saa, watasujudu, watatubu, watalia, watasema kumbe tulimwaga damu isiyo na hatia, kumbe tulikosa mbele za Bwana. Watatubu, watanyenyekea, watalia kwa machozi. Kwa hiyo wakayatenda haya yote, wakasema kama ni mfalme ajiokoe sasa, kama ni mwenye uweza basi atoke hapo msalabani, afanye ile miujiza sasa. Alifanya miujiza ya kufua kina Lazaro, sijui ya kutendaje, alifanya miujiza ya kutembea juu ya maji, mikate 5 kulisha watu wengi. Sasa na atende tuone. Kuna wakati ambapo inawezekana utafanya mambo mazuri kwa watu, na watu watafika mahali watakukataa, watakukanyaga, watakupiga, watakutukana, watakutemea mate, watakutupa nje, watakudharau, watakupuuza. Inawezekana hata sasa umepuuzwa, umefanywa hivyo. Inawezekana hata sasa kanisa limepuuzwa, limekanyagwa. Inawezekana hata sasa wamekusaliti. Lakini acha, Bwana Mungu wetu yu haja. Yeye ni shujaa, Bwana hodari, Bwana wa vita, atatenda mambo makuu. Sikiliza kule mbele anavyoendelea kusema, na mara baada sasa ya kufika muda ule ambapo alikwisha tundikwa msalabani, yakatokea mambo ya ajabu baadaye. Anasema pazia la hekalu likapasuka katikati, watu wakafufuka kutoka makaburini. Hiyo inaonyesha kwamba kulikuwa na uweza mkuu kwa Yesu, hata waliokuwa makaburini sasa wakafufuka. Maana yake katika Yesu tutafufuka baadaye, tutatendewa mambo makubwa katika jina la Yesu. Anasema ndipo wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kumbuka Nebukadreza, kumbuka Shadrach na Abednego na Meshaki, mambo haya pia yalitokea. Kwa mfano wake kiasi fulani yalitokea. Walipowapuuza Shadrach, Meshaki, walipopuuza Daniel, walipompuuza na kudharau na kufanyia mabaya mengi, baadaye wakafika mahali mfalme mwenyewe akasema hakuna Mungu kama Mungu wa Daniel na Shadrach na Meshaki. Yeye ndio wa kutolewa sadaka, wa kuabudiwa, wa kutetemekewa. Saa inakuja, saa ipo, watatetemeka kwa Yesu wetu. Wewe tulia, simama na imani, usiogope, usiweke hofu.
kuwa shujaa, kuwa jasiri. Bwana akusaidie kuwa na utulivu, na neema yake ni kubwa. Saa inakuja wakasema hakika huyo alikuwa ndiye, na wewe watasema hakika Yesu wako alikuwa ni kweli. Kile ulichokuwa unasema kilikuwa ni kweli, kile ulichokuwa unapigania kilikuwa ni kweli, kile ulichokuwa umekipinga na kukataa, hayo uliokuwa umekataa kwamba ulikuwa umesimamia kweli, nao watasema basi sasa tunaelekea kwa Yesu wako, tunakuja kwa Yesu wako. Saa ifike kwa jina la Yesu. Mungu na akutendee, na wakaone na kushangilia. Mungu anaweza kutenda, ni mwaminifu, ni mwaminifu. Ni nyakati ambazo kuna mambo mengi yanatendeka ya kinyama, ya kishetani